Karibu katika Mohamed Talk. Leo tutaangalia historia ya wakili mashuhuri, mwanasiasa mkali wa upinzani na mtetezi wa haki za binadamu nchini Tanzania. Si mwingine ni Tundu Antipas Lissu. Maisha na safari ya Lissu inajaa mapambano ya kisheria, kisiasa na tukio la kushtua la jaribio la mauaji ambalo limemfanya awe na ishara ya ustahimilivu, resilience, katika siasa za upinzani. Hapa ni maisha ya awali na elimu yake. Tundu Lissu alizaliwa tarehe 20 Januari mwaka 1968 katika kijiji cha Mahambe, wilaya ya Singida, mkoani Singida. Lissu ni mwanasheria aliyobobea na msomi wa daraja la juu. Alipata shahada yake ya kwanza ya sheria LLB kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam UDSM mwaka 1994. Alipata shahada ya uzamili katika sheria ya LLM kutoka Chuo Kikuu cha Warwick, Uingereza mwaka 1996. Alianza kazi yake kama wakili wa kujitegemea. Alijikita katika kesi za masuala ya ardhi, haki za binadamu na migogoro ya mikataba. Lissu alitumia taaluma yake ya sheria kama jukwaa la kuingia katika siasa, akijulikana haraka kwa ujasiri wake wa uwezo wa kutoa hoja. Alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Singida Mashariki kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 2010. Aliwahi kuwa mwanasheria mkuu wa Chadema, mnadhimu mkuu wa kambi ya upinzani bungeni, Chief Whip, na mjumbe wa kamati za bunge. Kiongozi wa TLC mwaka 2017, alichaguliwa kuwa rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS, nafasi iliyoongeza sauti ya ushawishi wake kitaifa. Alijijengea sifa ya kuwa mwanasiasa asiyetetereka, akikosoa kwa ukali utawala wa awamu ya 5 hayati ya John Pombe Magufuli kuhusu masuala ya demokrasia, utawala wa sheria na mikataba ya rasilimali. Wanaharakati na ukosoaji wake ulipelekea kukamatwa kwa kufunguliwa mashtaka mara kwa mara. Hata hivyo, tukio kubwa na muhimu zaidi maishani mwake ni shambulio la risasi. Kukamatwa mwaka 2016 mpaka mwaka 2017, alikamatwa na kufunguliwa mashtaka ya uchochezi zaidi ya mara 6 tofauti. Shambulio la risasi